nchini imegeuka kuwa janga, huku mafuriko yakisomba nyumba na kuacha zaidi ya familia 150 bila makazi katika eneo la Mbitini katika kaunti ya Makueni. Wakazi wanasema kwamba wamepoteza mali yao na sasa wanalazimika kutafuta hifadhi kwa majirani, huku wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha. Katika baadhi ya vijiji, hasara kubwa imeripotiwa, ikiwemo kupotea kwa mifugo wengi na wanafunzi kushindwa kufika shuleni kutokana na barabara na mito kutopitika. Mbali na uharibifu wa makazi, mafuriko pia yameharibu mazao shambani, hali inayozua hofu kuwa eneo hilo linaweza kukumbwa na baa la njaa mwaka ujao iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Mwanahabari wetu Philip Ngumu sasa anatupa taswira kamili. Naam, wakazi wa eneo hili la Makueni, jinsi zilivyo sehemu zingine hapa nchini, wanaendelea kuhangaishwa na mafuriko yanayosababishwa na mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha. Baadhi ya miundo msingi ya shule mbalimbali hapa katika kaunti ya Makueni imeweza kuharibiwa, ikiwepo viwanja kama hivi ambavyo ambapo nimesimama hapa katika kaunti ya Makueni. Baadhi ya wanafunzi wamekosa kwenda shule kutokana na mafuriko haya, ikibainika wazi kwamba baadhi ya maeneo hapa katika kaunti ya Makueni, nyumba zaidi ya 150 ziliweza kusombwa na maji na kusambaratisha karibu shughuli zote. Wanafunzi wakiwa hawaendi shuleni, wakiweza kuhamia katika kambi za muda, na hii ni hatua ambayo serikali imeweza kuzungumzia, na baadhi ya wakazi wa eneo hili la Makueni wakielezea kwa jumla jinsi hali hii imeweza kuathiri. Hakuna ile kitu imekaa vizuri, watoto hawawezi kukaa. Nimehamisha watoto wakaenda, hawawezi kwenda shule vizuri kwa sababu ya maji. Viti, majiko, kupika, kukula ni shida. Na kulala ni shida. Maji tumetoa kwa nyumba, kuku imeenda, mbuzi ikapelekwa na shamba ikapelekwa yote. Tuko na familia sasa hivi katika wilaya yote ya Nzaui, karibu zaidi ya 120 ambao wameathirika, ikiwa inatupatia idadi ya watu karibu 500. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tutafanya tuwezavyo ili tuweze kuona tutawasaidia vipi. Tutawasaidia pengine na just some little cash transfer, pesa, kwa sababu kuna watu pia wamehama makwao na wamekondisha manyumba pale sokoni, na waweze kupata pesa za kulipa hiyo kodi, pengine wanunue chakula na pengine madawa wenye wanaweza kuwa na ugonjwa. Kumbuka mvua hii ambayo imekuwa ikiendelea kunyesha hapa katika kaunti ya Makueni, takwimu zinaonyesha zaidi ya watu 18 wameweza kupoteza maisha katika eneo hili, wakiwa watatu ni wanafunzi. Mwanafunzi mmoja akiwa aliweza kupigwa na radi akiwa nyumbani, na wanafunzi wawili waliweza kufariki katika wakati ambapo waliweza kuangukiwa na nyumba wakiwa wamelala katika eneo la Kilungu, kaunti ya Makueni. Nikiripoti kutoka hapa Makueni kwa sasa, mimi ni Philip Ngumu, kwako studio.